Yule mwanaharakati mmoja bila hata aibu anasema, watu wanamwambia njoo mwenyewe uandamane, wewe si unapigania mpambano, njoo uandamane. Anasema mimi nina shida gani? Huku nilipo nimewekwa kwenye nyumba ya bilioni 12. Bilioni 12 ni hospitali za mikoa yote za rufaa. Amepewa yeye mmoja ili ahamasishe vurugu kwenye nchi yetu. Anasema anatembelea gari ya milioni 500 kwamba anakujaje huko. Na fujo ikifanyika kubwa ndo analipwa zaidi. Ndio maana kila siku wameng'ang'ana. Wamekufa watu wangapi? Nadhani wanadaiwa hiyo idadi. Mnataka kufanya mili ya Watanzania kama ni magunia ya mkaa. Yaani mnauza maisha ya Watanzania. Mnalipwa kwa Watanzania kuuana. Kwa hiyo mimi nimeona niwaambie vijana wenzangu wa Kitanzania, amani yetu ni jambo la msingi katika kufanikiwa kwenye mambo mengine yote. Amani ya Kiwira ndo msingi, ndo mtaji wa kwanza. Hapo pasipokuwa na amani, hata mkopo huwezi ukaulizia. Hata uje mkopo wa Mama Samia, kama hapa hamna amani, huwezi ukafanya shughuli ya maendeleo. Hata kama una shamba lako zuri, limeshafikia hatua ya kuvuna, kama hapana amani, huwezi kuvuna. Kama ulivyosikia hiyo klipu ya waziri mkuu alichokizungumza, ya kwamba kuna watu wamelipwa pesa, mabilioni ya pesa kwa ajili ya kuchochea maandamano, ama kuna mtu kapewa gari, anatembea gari kwa ajili ya kuchochea vijana. Sasa mimi nimejiuliza ya kwamba huyu mtu mmoja kuchochea watu, je, nyinyi serikali sio ni zaidi ya mtu mmoja? Nyinyi mmeshindwaje kuchochea watu wakashindwa kufanya vitu kama hivi? Hivi kweli huyo mtu mmoja mnayemsemea huyu kweli ana nguvu kuliko serikali? Kweli? Sasa kuna kauli moja umezungumza, hii kauli sijaielewa kiujumla. Hii kauli uliozungumza ya kwamba anachochea vijana, anataka Watanzania wafe, ama anachochea vijana, amewafanya vijana kuwa ni magunia ya mkaa, ama anataka Watanzania wafe. Sasa swali langu ni hili, huyu anayewaua Watanzania ni nani? Hata kama kuna mtu anawachochea, huyo mtu anayechukua hatua ya kuwaua Watanzania ni nani? Na anawaua kwa sababu zipi? Na ni kwa nini waue Watanzania? Hivi ikitokea kuna mtu amechochea, kwa hiyo kuna mtu anaua, na ni kwa nini waue Watanzania? Yaani anaua Watanzania, kwani hawaue? Na hiyo mamlaka ya kuwa Watanzania nani kampa? Nani kampa mamlaka ya kuwa Watanzania? Yaani mpaka anaua Watanzania. Nani kampa uwezo, hiyo nguvu ya kuwa Watanzania? Yeye anaua watu, amekuwa Mungu. Anaua watu, amekuwa Mungu. Sasa kuna lugha fulani umezungumza, hii lugha ulizungumza, unasema kwamba amani si nini, tulinda amani, unashawishi watu walinda amani. Amani ipi waziri unaizungumzia? Amani ipi? Amani unaizungumzia ni amani ipi? Amani ya kwako na familia yako? Amani ya Watanzania? Amani unaizungumzia ni amani ya kikundi chenu? Ni amani ya Watanzania? Amani ipi unaizungumzia wewe? Unazungumza amani kwa sababu watoto wako wako hai, ndugu zako wako hai, familia yako iko hai, ndio maana unaizungumzia amani. Unazungumzia amani kwa sababu kikundi chako na wewe mko salama. Lakini wenda kikundi chako kingekuwa kimeingiliwa, kimeumizwa, ama familia yako imeumizwa,
usingekuwa unazungumzia amani. Sasa amani unayowaambia Watanzania, sijajua ni amani namna gani. Sasa ngoja tukajaribu kukumbukia kwenye kitabu cha Biblia, tuone ya kwamba amani unayozungumzia kweli ni amani kweli, au ndio watu wameshabadilika kuwa shetani kabisa? Kwa sababu shetani tangia mwanzo yeye ni mdanganyifu, hutenda yaliyo yake, huzungumza yaliyo yake, akipotosha haki, asipotaka haki, yeye huzungumza ya kwake kupotosha jamaa na jamii. Kweli waziri mkuu, mimi naona umekuwa ni shetani kabisa, ni shetani pia kabisa. Sasa ngoja tukasome katika kitabu cha Yeremia sura 6 na mstari 18, nasema wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Mstari 15 nasema, je, walitayarika walipokuwa wameunda machukizo? La, hawakutayarika hata kidogo, wala hawakuweza kuona haya usoni. Basi wataanguka miongoni mwa hao waangukao, wakati nitakapowajilia wataangushwa chini, asema Bwana wa majeshi. Mmeliponya jeraha la Watanzania juu kwa juu, mkisema amani amani, wala hapana amani. Lakini Bwana wa majeshi anasema ya kwamba mtaanguka tu, mtaanguka tu. Hata mjaribu kujisafirisha mkitaka kuaminisha watu kwamba kuna mtu anachafua, kuna mtu anachochea watu. Hakuna kuchochea, hakuna mtu anayechochea. Huyu anayeua watu, nguvu, nani kampa nguvu ya kuua watu? Yaani wewe unaondoa uhai wa mtu, umekuwa Mungu. Naaminisha watu amani amani, hapana amani. Hamuna maneno ya kuweza kuongea mkawafariji wa Tanzania. Hamuna maneno ya kuweza kuongea tukawasikiliza. Yaani ndio tunaenda kuona ya kwamba mmeshakuwa ni mashetani kabisa pure. Mshakuwa shetani kabisa. Mnaaminisha watu kuna amani. Amani ipi? Amani ipi? Roho za watu zimemwagika zote hizo. Kuna mtu analipwa pesa kwa ajili ya kuchochea watu ili wauawe. Huyu mmeshalijua kwamba kuna mtu analipwa pesa ya kuchochea Watanzania ili wauawe. Sasa kama mmeshalijua hilo, kwa nini msitafute jibu? Mtafute suluhisho. Ila nyinyi mnaenda kuwaua. Huyu anayewaua watu ni nani? Kwa hiyo nyinyi baada ya kuona kwamba kuna mtu kachochea, mnajua njia rahisi ya kumaliza tatizo ni kuwaua. Ombeni Mungu awape hekima. Ombeni Mungu awape maarifa na kutenda sawa sawa na namna ya kunenenda. Mkajue namna gani ya kutenda. Mkajue